Boti shalom mra. Boti leo bana, aika mama nimekuja maeneo ya huko. Niko mitaa fulani huko hivyo naita Usariva. Sasa hii Arusha, ni maeneo ya Arusha. Arusha bana ni kuzuri sana. Hali ya hewa ni nzuri boti. Kumetulia kweli. Sasa tofauti sana na maeneo kama kule Dar es Salaam ambako nilikuwa. Kule joto ni kali sana. Sasa boti. Nimekuja huku leo ni Pasaka, wanaita Pasaka. Mambo ya siku za Wakristo. Kwa hiyo watu wametulia wako majumbani na wengine wamepika pilau. Sasa hakuna mtu hata aliyenialika pilau. Kwa hiyo nikaona tu nije maeneo ya huku angalau nipunge upepo na nini kuangalia mandhari. Unaona? Ila sasa boti kuna kitu mimi nimekuwa nikikaa na tafakari mwenyewe najiuliza sana. Haya mambo ya huyu shetani. Unajua shetani mimi najiuliza boti, shetani sisi tulimkosea nini? Yaani sisi tulimkosea nini wanadamu? Yaani kwa nini shetani anahangaika sana na maisha yetu? Yaani boti hata hujawahi kujiuliza, yaani kila kitu kipaya, yaani unajitahidi, unaweza ukajitahidi boti. Uhangaike katika maisha yako kabisa ili unajua kabisa yanaingia kwenye mstari hivi. Aikia mama. Utakuja tu yani kutukia huko yani kitu vinapigwa miguu chuma reka yani chali. Ukiuliza nini shetani? Sasa shetani anapata faida gani sasa? Ni nini kinamsaidia? Kwa mfano wewe boti umejenga kanyumba kako, unaishi na familia yako, maisha yanaendelea na kaajira kako. Anakuja hapo yani anahakikisha kwamba kila kitu kimeenda chini. Umefukuzwa kazi, umepoteza nyumba, au hata kama ni familia, mmeachana mume na mke, watoto kule. Yaani anamsaidia nini shetani? Roho mbaya unakusaidia nini? Yaani vitu hizo sasa nashindwa kuelewa kama ni kweli ama ni mambo tu haya. Huku kuna wakati mimi naendaka kanisani boti. Sikatai, naendaka kanisani na tunasoma neno la Mungu, tunajifunza, na kuna wakati tunaimba masongi. Kuna songi moja boti walikuwa naimba, nilifundishwa. Sasa nilikuwa natafakari sana hilo songi. Naimba, nimeamua kumpata Yesu, nimeamua kumpata Yesu. Yaani hiyo songi boti, ukienda ukaona Wakristo wakiwa wanaimba jinsi ambavyo wanakuswa na nani, utadhani kama kweli wameamua kumpata Yesu. Lakini kuna hizo zikitokeaga, watu wanatoka nduki, na ukija kumuuliza kwamba nini kilitokea na kwambia ni shetani. Sasa ikabidi nifanye utafiti kutaka kujua kwamba hii songi, kwa sababu naambia haya masongi haya walipokuwa naandika wale watunzi, kuna mahistoria, kuna wakati walikuwa na wao wanakinywea, wanapitia changamoto fulani mpaka mtu inamuingia anaenda kuandika lile songi. Sasa kumbe hili songi bana, kipindi fulani kule Uingereza, hii injili ilipofika hivi, watu wanapiga injili, wazungu nao ikawaingia. Halafu na wao sasa wakasema kumbe ukisha ikamata ile hauwezi kukaa nayo, lazima uende ukawaambie watu wengine. Jamaa wakaingia kwenye meli. Kipindi unajua hata magari ilikuwa hamna mravi. Yaani usafiri kwa shida, usafiri kwenye maji huko, mandege ilikuwa hamna. Kwa hiyo wakaingia kwenye meli wakaenda mpaka India kwenda kuhubiri injili boti. Na kule India kulikuwa na kijiji kimoja, wale jamaa walikuwa hawana mchezo. Hata utakuja siku moja nikija kupata nafasi nitakusimulia habari za wale wanafunzi wa Yesu. Kuna mmoja alienda huko pia walichoma mishale. Jamaa walikuwa yani aisee. Sasa wale nao ni shetani, sijui alikuwa anawafanya vile, wanakuwa na roho mkali, katili namna hiyo. Unachinja mtu kabisa, unachoma mkuki. Tena wengine walikuwa nasikia wanakula watu. Lakini that's a story for another day boti. Hawa jamaa wamefika kule India katika kijiji hicho ambacho jamaa walikuwa kikamata mtu wanachinja, wanaona raha kupanga vichwa kwenye ukuta. Yaani kama unapopanga vitabu, shefu ile unapopangilia vitabu hivi, wao walikuwa wanapanga yale mafuvu ya watu. Binadamu, watu tumetoka mbali haki ya mama. Mtu anapanga mafuvu kama vitabu boti. Sasa hao jamaa wakaenda kule, wakapiga injili. Wakapiga, lakini
kwa kujificha ficha hivi wanapenya penya, kwa sababu ukionekana waziwazi lazima waondoke na kichwa. Katika kile kijiji wakafanikiwa kumpata jamaa mmoja, yeye na familia yake, alikuwa na watoto 2 na mke. Wakapokea injili ya Yesu Kristo, wakaongoka. Na hii injili jinsi ilivyovuti, akia mama ukisha ipata haikuaje salama. Ukifanya kosa tu ukaisikiliza kama hii ambayo wewe unanisikiliza hivi vote, yani inaenda na wewe. Lazima uende na wewe kawaambie wengine hiyo nguvu iliyopo katika hiyo hiyo Yesu. Sasa vote, jamaa wamefika pale, wamepiga injili, ameongoa familia, na ile familia nayo ikaanza kupiga injili kwa watu wale wenyeji sasa wa kile kijiji cha India. Wakapiga wakaongoa watu, wakaanza kujifunza Biblia, wanaimba jioni, wanakusanyika, wanapiga masongi vote. Habari kabla watu kani wanarara nazo zikafika kwa chifu. Chifu akamfuata mshikaji, akamuuliza, mra, kana wewe hapa kwako namna gani bana? Nasikia unahubiri tena habari za Yesu, inakuaje? Wezi nakwambia hivi, mimi nilishakataa ya mambo kwenye kijiji, hamna mambo ya kuhubiri habari za Yesu. Kwa hiyo ukome mara moja. Jamaa akaambia yeye amempokea Yesu, hawezi kuacha kuhubiri habari za Yesu. Yaani akawa sasa kama ndo ametia chumvi kwenye kidonda. Chifu alijisikia yani mwili unamtetemeka, akaambia, mimi sijawahi kudharauliwa namna hii. Mimi natoa amri zangu alafu hazitekelezwi. Akaita maaskari wake, watoto wa jamaa wamesimama pale. Akaambia, kama hautaacha habari hii ya kuhubiri mambo ya Yesu, hao watoto wanaondoka, takula mishahara saa hizi. Nakupa nafasi ya mwisho. Unaacha uache. Akaambia, bana, nimeshaamua kumpata Yesu, sitarudi nyuma. Yaani chifu alifanya kidole hivi, mishahara ikaenda kwa watoto wakarara chini. Jamaa haamini. Wakamwambia, unaona ujinga wako, kiburi cha kudharau hizi, umepoteza watoto sasa. Na ukibisha ukianza kuendelea kama hutaki kukoma mke wako naye tunaondoka naye. Akamuuliza, vipi? Utaacha hizi habari? Akaambia, bana, nadhani ndo sasa ako kasongi hiyo beti ilipopatikana hapo. Yale maneno yalikuwa yameandika kwa Kizungu. Akawaambia hivi, though no one joins me, still I will follow. Ambayo Kiswahili ndo walikuja wakaandika hapo, wakasema, baba na mama wakiniacha sitarudi. Akaambia, yani sikiliza chifu, hata kama kila mtu ataniacha, mimi nimeshaamua kumpata Yesu. Chifu akafanya hivi, mke mshahara ukaondoka naye. Sasa mke amelala pale pamoja na watoto wote wameshapoteza maisha. Jamana, uliswa wewe, unaona kiburi chako, ujinga huu unaofanya. Sasa umepoteza mke, umepoteza watoto, itakusaidia nini? Uko wapi huyo Yesu sasa wa kukusaidia? Na wewe ukibisha sasa tunaondoka na wewe. Jamaa kaangalia familia yake, akaangalia mke wake, alimwambia nini chifu? Kaambia hivi, dunia nyuma, msalaba mbele. Mimi ninasonga, nimeshaamua kumfuata Yesu. Chifu akasema, huyu jamaa huyu anavuta vangi akia mama. Hivi unaongea nini mura? Akafanya hivi, jamaa wakapita na mshahara. Amerara jamaa, mke, watoto kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Yaani budi sasa hapo ndo unapofika hata unachanganyikiwa. Yaani hapo mimi ndo nikifika kana changanyikiwa. Kwa sababu sasa shetani amemwingia. Labda tuseme basi shetani alimwingia huyo chifu. Sasa sina Mungu alikuwepo mra. Mungu si angezuia basi, hata angemsaidia na nini ili jamaa asipigwe mishahara. Kila akakaa kimya mra. Sasa mambo ya Mungu ndo ukifika hapo na ujiuliza sasa Mungu naye ana tutaka tumuelewe. Lakini sasa katika kitendo kile yule chifu alipoangalia akasema, mra, hii nayo ni mpya. Kama sijawahi kuona hii. Sasa ujamaa kweli huyu anamtetea mtu ambaye anayekaa yani bara jingine huko, sijui nani alikuwa Middle East, sijui mambo ya Yesu, na wao wako India huko bara la Asia. Yani mtu mai kaza, alafu ameishi miaka kibao zaidi ya 2000 huko. Anakuja unamfia mtu humjui, sio ndugu yako, hamna uko naye, unatoa uhai wa watoto, mke na wewe.
Chifu akaambia hapana mwanangu, hii kitu sio kawaida hii. Huyu jamaa lazima atakuwa na nguvu, na mimi nataka haki ya mama kumfuata huyo Yesu. Akapiga magoti akaambia Hisena, mimi nimeamua kuwa Mkristo. Maaskari nao wakaangalia wakasema, bwana chifu, hayo maneno umesema wewe. Kama wewe unakuwa Mkristo sasa sisi itakuaje? Na wao wakaamua kuwa Wakristo. Kile kijiji kikasimika msalaba wa Yesu na wakaanza kuhubiri Injili. Yaani sasa ikawa kila sehemu ni ile damu ya huyu jamaa ndio imepanda mbegu ya Ukristo huko India. Sasa pote hii kitu ya Yesu, kumfuata Yesu. Kuna watu wengine wahubiri, wengine wanakuja wanangopea watu bana. Kaambia njoo kwa Yesu, maisha ni tambarare, kile kitu utapata uongo mtupu. Wewe ukija kwa Yesu wewe jiandae mawili. Anaweza akakukubalia mambo yakaenda sawa, lakini anaweza akakaa kimya, mwanangu kakinywea hatari, hata ukapoteza maisha. Kwanza wapo tuliona hata kwenye Biblia wanasoma mambo kina nani wale Yohana Mbatizaji, si walikata kichwa. Kwa sababu kwa Yohana kuna suri mbili. Kuna wafalme wawili walichukua wake za watu. Mmoja anaitwa Herode, akatumwa Yohana kwenda kumwambia bana, wewe acha ujinga, unachukuaje mke wa ndugu yako? Akakatwa kichwa. Mwingine kwa Daudi alichukua mke wa askari wake anaitwa Uria, akatumwa Nathani kwenda kumwambia bana, wewe nenda kwa Nathani. Kidogo alikuwa na ujanja, akaenda kaweka mambo, akamponya yeye, hakuuawa. Kwa mambo ya Yesu, ndugu yangu, wewe ukisha kubali kumfuata inabidi uwe tayari kwa lolote linaweza likatokea. Na maisha haya utapoteza vitu, utapoteza mali, utapoteza mke, mume, watoto. Kwanza vitu vyenyewe tumevikuta tu hapa duniani. Shida ni kwamba tukija hapa buti tunang'ang'ania kama hivi vitu ni vya kwetu. Yanaambia gari langu, nyumba yangu, watoto wangu. Watoto wako wapi? Watoto ni wa Mungu. Yaani Mungu mwenyewe ndo amewaumba, ndo anawajua, anajua kile kitu jinsi. Hata maisha yako, wewe una maisha yake ni yeye mwenyewe. Pumzi unayovuta ni yeye aliyoiweka. Yeye ndo akiamua pumzi imeondoka. Kwa hiyo sasa kuna kitu tu hapa ambacho hatujaelewa. Mimi ugomvi huu wa shetani anatutafuta nini? Wewe ngoja tu tujitahidi twende. Siku tukifika kwa huyo mzee Sagodi tutamuuliza vizuri. Au sio bote? Kwa hiyo bana, hilo songi wewe sikiliza hapa vizuri. Ukiwa unaimba pote haya masongi, jaribu kukumbuka, tafakari huyo aliyetunga alikuwa anapitia kipindi gani. Sio unaimba tu, watu wengine ukuta mtu anaserebuka kushoto kulia, nimemfuata Yesu. Umemfuata wewe umemfuata Yesu wewe. Unajua gharama ya kumfuata. Tafakari. Yaani ukiona kwamba Ukristo wako wewe ni Mkristo alafu mambo yanaenda tu yametulia, yamenyooka, kile kitu kimenyooka, jitafakari. Shetani utakuwa wewe unamtumikia shetani. Lakini Ukristo una cover. Mungu anaweza kukuokoa ndio, lakini katika maisha haya inavyoonekana ni kwamba Mungu anakusudi. Yule jamaa alikufa alafu sasa kumbe ndo injili kaingia India. Sasa yule chifu asingeokoka. Imagine lazima mtu mmoja afe ili mwingine aokolewe. Sasa wewe unasema tu wewe unamfuata Yesu, ni Pasaka. Yesu amefufuka Pasaka. Pasaka unachinja ng'ombe, mbuzi, kondoo, unasherehekea, unakula tumbo limejaa na kitambi. Unasema ndo Pasaka. Wewe hujajua. Wewe mwenyewe unayemsema amefufuka alikufa, alienda msalabani, akatoa uhai wake kwa ajili ya watu waweze kukombolewa. Kulikuwa na kukula pale kwenye Pasaka, wewe unaona walikuwa wanafurahia. Watu walikuwa wanasikitikia madhambi yao ambayo wameyafanya na jinsi ambavyo wamekuja kuwakomboa. Kwa hiyo wote mimi bana, mimi huwa naomba, mimi sikatai vote, mimi huwa naomba Mungu anisamehe tu, kwa sababu sasa mimi akileta najua kabisa haya mambo akinibana nikipano hivi sina uhakika kama naweza kutoboa, lakini kwa neema yake mwenyewe, au sio, sisi watoto wake najua anatupenda, atatuvusha, au sio? Basi poa bote, next time tutaonana bana. Wewe jambo la msingi hakikisha tu kwamba jina lako lipo kwenye kile kitabu anakujua, ili hata akija akiulizia watoto wake hapa duniani na wewe unajitokeza, naambia na mimi nipo bana, wewe usije kaniacha. Lakini usiishi tu, yani upo huelewi, yani kanisani huendi, hata msikitini huendi,
na nini. Kuna watu wengine yani pumbavu kabisa, eti anasema hamna Mungu. Wewe unasema hamna Mungu mwanangu, hamna Mungu. Wewe hujawahi kuugua hata uone jinsi inavyokuwa. Kuna wakati kipindi kile cha corona imekuja, kitu kinapiga, unatafuta hewa uvuti, hamna. Au ushawahi kupaliwa hata na punje ya mchere uone, jasho, machozi, makamasi, vyote vinatoka ndani ya sekunde, hapo unasema hamna Mungu. Wewe jeza wewe, voti baadaye mwanangu.